Habari, karibu sana Imara Ndani ya Kristo. Ni sehemu ambapo tunaangalia mambo ya imani, fedha na maisha yetu ya kila siku. Katika kipindi kilichopita, tuliangalia makundi 4 ya watu kulingana na kipato chao. Nikukumbushe usiache kusubscribe, kulike ili kuweza kupata yale ambayo tuliweza kuzungumza kwenye kipindi kilichopita. Sasa leo tutaangalia kundi la kwanza ambalo ni kundi la watu wanaotegemea wengine kukidhi mahitaji yao. Hili ni kundi ambalo linaitwa dependent group. Kundi hili ni la watu ambao hawana kipato cha kudumu au hawana kabisa uwezo wa kifedha. Ni watu ambao hutegemea wengine, yani ndugu, wazazi, mke au mume, marafiki, yani ili kuweza kuendesha mahitaji ya kila siku kama vile chakula, makazi, mavazi, afya na elimu. Sifa kuu za kundi hili, kwanza kwenye kipato, huwa ni halina chanzo rasmi cha kipato. Lakini pia ili kuendesha maisha linakuwa linapata misaada isiyo ya kudumu. Yani mfano mume anakupa leo hela au wazazi wanakuwa wanakupa zile hela ambazo huwezi ukasema unaibajetia hela ambayo sio ya kwako. Na mara nyingi hili kundi halina uwezo wa kupanga bajeti wala kuweka akiba au kufanya maamuzi ya kifedha kwa uhuru, kwa sababu hauna hela ambayo unaweza ukaifanyia maamuzi kwa uhuru. Nikukumbushe tu kwamba kutegemea msaada si jambo baya wakati mwingine, lakini kuwa katika hali hiyo kwa muda mrefu bila mpango wa kujitegemea kunaweza kukaathiri utu, heshima na uhuru wa mtu binafsi. Kwa sababu mtu akikosa uhuru wa kifedha au akikosa namna ya kuendesha maisha yake, hawezi kupanga kitu chochote. Sasa utakuwa unajiuliza, naweza sasa kufanyaje ili niweze kutoka kwenye ili kundi? Lengo kubwa la hichi kipindi cha leo ni kwamba tuweze kuangalia hatua kwa hatua au tuweze kuandaa mpango wa kujitoa katika kundi hili. Tunajitoaje? Kwanza ni lazima uweze kuwa tayari wewe mwenyewe ili kujitoa kwenye hili kundi la utegemezi. Ni muhimu kufuata baadhi ya zile hatua ambazo zipo, kuanza kupata kipato hata kidogo, uweze kupangilia maisha yako na hatimaye uweze kujitegemea. Kwa hatua ya kwanza kabisa, tathmini hali yako, kwamba tambua kwamba chanzo chako cha sasa cha kusaidiwa, ni nani ambaye anakusaidia na anakusaidia kwa kiasi gani, na ikitokea huyu mtu ameacha kukusaidia itakuwaje maisha yako. Ukisha fikiria hilo na bado hapo ukiwa unaendelea tathmini pia hali yako fikiria uwezo ambao unao, kwamba una kipaji gani, una uwezo gani ambao unaweza ukafanya na ukaweza kukuingizia hela. Kwa mfano, kuna mtu ambaye ana uwezo wa kupika, una uwezo wa kushona, una uwezo wa kuuza. Angalia sasa kwamba kwa uwezo huu nilionao ninaweza nikafanyaje ili niweze kupika. Baada ya hapo sasa, kwa sababu bado upo katika kutathmini hali yako, pia tambua ni changamoto gani ambazo zinakuzuia kupata kipato. Je, ni changamoto ya elimu, kwamba hauna elimu ambayo inaweza ikakusaidia, kwamba hauna elimu au hujui kupika, au hauna ujuzi wowote ambao unaweza ukafanya kitu chochote, hauna muda au hauna mtaji wa wewe kuweza kuingiza kipato, kwa sababu ili kuingiza kipato unahitaji vitu vingi. Unahitaji muda, unahitaji elimu, unahitaji mtaji, unahitaji muda mwingine hadi nguvu za kuweza kufanya hicho kitu. Baada ya kumaliza hatua ya kwanza kwamba tayari umesha jitathmini, hatua ya pili ni jifunze mambo ya msingi kuhusu fedha. Hapa utajifunza vitu rahisi, kwamba katika fedha ni cha kwanza, jifunze kutofautisha kati ya hitaji na matamanio. Jua vitu ambavyo unavihitaji kwa muda huu, lakini pia katika hiyo hatua, baada ya kujifunza kuhusiana na fedha, kwamba ili uweze kupata fedha ni lazima utengeneze kipato. Baada ya hapo, hatua ya tatu itakuwa ni jifunze au tafuta
njia rahisi ya wewe kuweza kuingiza kipato. Hii ndio hatua ya 3, kwamba ushajifanyia tathmini, ushaangalia vitu kuhusiana na fedha, kwamba nitahitaji mtaji, nitahitaji biashara ya kufanya, nitahitaji muda. Kitu cha 3 ni tafuta sasa njia rahisi ya wewe kukuingizia kipato. Kwenye hii tunaanza kwanza, tumia kanuni ya tumia kile ulicho nacho kuanza. Yani start with what you have. Hapa mtaji ambao unaweza ukawa nao, unaweza ukaniambia mimi sina hela, nafanyaje sasa kazi? Cha kwanza, mtaji mdogo ambao unao ni muda na kipaji ulicho nacho. Muda, kipaji na nguvu ulio nayo na ujuzi ulio nao. Fikiria zile kazi za muda mfupi ambazo unaweza kufanya, kwa sababu tambua kwamba sasa hivi kuna watu ambao wanakusaidia kwenye kula, wanakusaidia kwenye kuvaa. Kwa sasa hivi unachotafuta ni hatua ya wewe kuanza kujitengenezea kipato hata kidogo. Kwa utakapokuwa unafanya ni kuuza, unauza wapi? Unaweza kuwa unauza mtaani, unauza kwa njia ya mtandao, lakini wakati huo utambua una kazi ambayo unaifanya au una huduma ambayo unatoa ambayo unauza. Tukisema huduma ni kama vile unafua nguo, unawapikia watu chakula, unawasaidia watu kukaa na watoto, hizo ni huduma. Lakini pia unaweza kuwa unawafanyia watu usafi, unafanya vitu tofauti tofauti ili tu uweze kupata kile kitu kidogo. Lakini kwa sasa hivi mambo mengi sana yanafanyika mtandaoni. Tambua fursa za mtandaoni ambazo unaweza kufanya kutokana na ujuzi ambao wewe unao, kwa sababu vitu vingi sasa hivi vinafanyika mtandaoni. Lakini tukumbuke kwamba kwenye Zekaria 4 mstari wa 10 anasema usidharau mwanzo wa mambo madogo. Chukulia serious hicho kitu unachokifanya. Lakini baada ya hapo, hatua ya 4, tafuta maarifa na ushirika na watu wengine. Napozungumzia hii hatua ya 4 ni kwamba jifunze kwa watu wengine ambao waliwahi kutoka kwenye hali ya kuwa na utegemezi mpaka wakaweza kusimama. Wapo kwenye kundi la 4 sasa hivi, wapo kwenye secure group. Lakini pia shiriki washa na mafunzo yanayohusiana na kujitegemea. Pia katika kushiriki au kukutana na watu wengine utatengeneza mtandao au network. Kumbuka sasa hivi vitu vingi sio ni unajua nini, unamjua nani, inajalisha sana. Lakini jiunge na vikundi vya ujasiriamali, mafunzo ya ujuzi na vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na hivyo, kama kuna SACCOS, unaweza pia ukajiunga, kwa sababu kupitia hizo SACCOS kuna fursa tofauti tofauti. Lakini tafuta watu ambao wanaweza kukutia moyo na kushirikiana na wewe. Tambua kwamba kwenye Mithali 27:17 anasema chuma hunoa chuma. Ukikaa na watu ambao wanakukatisha tamaa, hautatoka kwenye hilo kundi, kwa sababu nani anamnoa mwenzake. Lakini baada ya hapo, hakikisha kwamba ile biashara ambayo unaifanya, tambua kwamba tumesema usidharau mwanzo mdogo. Kwa hiyo umeshafungua biashara yako, unauza vitu vidogo vidogo, kama vile unauza huduma au unauza bidhaa ambazo unaweza kuwa unauza sabuni, unauza vocha, unauza matunda. Hivyo ni bidhaa. Lakini pia unapokuwa unatoa huduma kama usafi wa nyumba, kufua, au huduma za saruni, huduma za kusaidia kupangisha watu hivi za udalali, tambua kwamba kila unachokipata kidogo, fanya kwa imani, usifanye kwa hofu. Amini kuwa Mungu anaweza kubariki kazi yako hata ikiwa ndogo sana. Lakini wakati huo huo usikubali hofu ikuzuie kuanza. Kuna watu ambao utasikia ukimwambia tu nataka kuanza kitu hichi, atakutia hofu. Na hata mtu mwingine asipokutia hofu, unajikuta wewe mwenyewe unajitia hofu. Na wakati huo huo tambua kwamba katika bidii au katika juhudi yoyote ambao unafanya, Mungu habariki maneno yetu, anabariki kazi za mikono yetu. Ndio maana kwenye ile Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 8 anasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako. Kwa hiyo ukikunja mkono wako, tambua kwamba baraka hautazipata. Na tunapokuwa tunazungumzia baraka, ni namna ambavyo wewe unaweza kuendesha maisha yako kwa kipato au vitu ambavyo unavipata. Lakini pale utakapokuwa, hata kabla hujaanza kupata hizo hela, tambua kwamba rekodi matumizi yako, panga matumizi yako, panga mambo yako. Kama ambavyo
wahenga walisema kwamba mali bila daftari hutumika bila habari. Kitu chochote ambacho hukiandiki hauwezi kukifuatilia, kwa sababu huwa tunafuatilia vile vitu ambavyo tunavithamini. Kwa hiyo fuatilia hatua kwa hatua vitu vyako ambavyo unavifanya. Lakini hatua ya mwisho kabisa ambayo ni hatua ya 7, tunasema endelea kukua na kuwa na nidhamu. Nikisema endelea kukua na kuwa na nidhamu, ni kwamba jiamini, natambua kuwa kujitegemea ni mchakato. Tukizungumzia kwamba kitu ni mchakato, sio kitu cha dakika 5 au siku moja, leo unafanya kesho unaacha. Kwa mchakato ni kitu ambacho unaunganisha vitu vidogo vidogo mpaka mwisho wa siku vinatengeneza kuwa ni vikubwa. Lakini pia tambua kwamba hatua ndogo zina matokeo makubwa. Usitegemee kwamba utaamka tu siku moja utakuwa na matokeo makubwa. Lakini usisite kuomba msaada wa maarifa na ushauri unapohitaji. Tupo wataalamu, mimi naitwa Joyce, tunaweza kukusapoti. Labda unahitaji namna ya kurekodi mapato na matumizi, namna ya kuandaa mpango wa biashara, namna ya kuandaa tathmini ya biashara yako. Usisite kututafuta, usisite kuuliza. Na jifunze pia kutokana na makosa. Kwa kila jambo ambalo unalifanya, kuna kitu ambacho unakuwa umejifunza. Tunaita lesson learned. Mtu ambaye amewahi kufanya biashara akaferi ni tofauti kabisa na mtu ambaye leo ndo anajaribu kufanya biashara kwa mara ya kwanza. Huyu ambaye alifanya biashara aliferi, anajua nini ambacho anaweza kukikwepa. Kwa hiyo nachotaka kukwambia ni kwamba panua kazi yako hatua kwa hatua. Yani kila siku utakapokuwa leo umepata 500,000, kesho ikifika 600,000, endelea kuiongeza, endelea kuongeza biashara yako. Kwa maana kwenye ile Zaburi ya 128:2 anasema, kwa bidii ya mikono yako utakula chakula na utakuwa na heri na kufanikiwa. Huwezi kufanikiwa pasipo kufanya kazi. Huwezi kufanikiwa pasipo pia kuwa ni mtu ambaye una nidhamu, una consistency, unatarajia kukua. Ninaweza kuhitimisha kwa kusema kwamba kutoka kwenye utegemezi ni safari ya hatua ndogo ndogo ambazo mtu unakuwa unaziunganisha. Kwa maana hiyo, hii safari ya kujitegemea ni unavyokuwa unaanza, usidharau hatua yako hata moja. Mtu anavyoanza kuingiza kipato mwenyewe, kadri unavyoanza kuingiza kipato mwenyewe, kwanza unapata ujasiri. Alafu pia unakuwa unaanza kujijengea heshima binafsi uwe mwenyewe. Na pia utegemezi sasa utapungua kutegemea wale ndugu nao wategemea mke au mume au familia. Na itafika stage ambayo na wewe sasa unaweza hata kusaidia wengine. Huwezi kusaidia kama wewe mwenyewe unasaidiwa bado. Kwa hiyo kama Paulo alivyosema, ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na yeye anayetutia nguvu, muda mwingine anatutia nguvu kwa kutupa watu ambao wanaweza kutupa maarifa. Niko mahali hapa kukusaidia na kukupa maarifa, kukupa miongozo tofauti tofauti. Wasiliana nami 0787337979. Pia unaweza ukatuma ujumbe kwenye WhatsApp kwenye hiyo namba ili uweze kupata hatua moja na nyingine na zaidi. Kila mmoja ana safari yake. Kwa hiyo hatuwezi tukasema tutazungumzia vitu vyote kwenye kundi moja. Bye bye, karibu tena muda mwingine.